Vipi, mbona umechelewa sana leo? Safi. Kwanza pole. Maana wewe acha. Kuna mtu alinipa kazi yake bwana, nimeenda kumfanyia kazi akaniambia tutamaliza mapema. Sasa tutafika kule bwana ile kazi. Yaani ilivyokuwa sivyo nilivyoitarajia. Afu nikizingatia sijaaga, sijakupigia simu kama natoka, nikasema leo hata iwe namaliza saa 9 lazima nirudi nyumbani nikalale na mke wangu. Basi umenipa wasiwasi mwenzio wago unaniambia. Yaani nimepiga simu, inakata, nimetuma message ujibu, basi yani umenitia wasiwasi kama nini? Simu bwana, kusema kweli mtandao unasumbua kule. Kwa sababu nimejaribu kupiga kama mara 3-4 hivi kwako, naona simu haiti, yani natulia tu kimya, ngasema mtandao. Najua pia itakuwa umenitafuta sana. Sasa mpaka nafika hapa sijaangalia hata missed call kama umenipigia mke wangu. Yaani imebidi hata mlango pia niwache wazi. Maana nikasema mimi tabia yangu kwa vile sijazoea kugongeza, ukaja ukagonga mimi kasikusikia. Ndio hivyo mke wangu. Yaani kwa nilipoenda huko alikuwa ni majanga, lakini nashukuru Mungu nimefika salama. Kwa sababu mpaka nafika pale mlimani pale pikipiki ina mafuta. Nikasema hapa nipite Shell ngeke mafuta kwa mkia kesho ndo naenda nyumbani. Ndio hivyo mke wangu, imetokea kama dharura. Sasa fikiri ingefanyaje? Sasa je, kuandalia chakula? Mimi kwa chakula hapana. Utakula? Sasa ngapi mwanangu afu si? Umekula wapi saa hizi? Basi poa nike. Alhamdulillah. Hebu nawishi mke wangu. Nimeshashiba. Nimeshashiba. Sasa mimi sina maulaji ya vile. Asubuhi watu hawalaji ile. Mimi bwana uporo sasa ndakuzizi. Alafu ndio kiporo si ndani. Sasa hapo utachagua. Nipeke maji yako? Maji yako neke. Alhamdulillah. Mangu. Unajua leo birthday yako? Bwana, mimi bwana kuhusiana na swala la birthday, naweza nikapita mpaka siku 3 sijui kama birthday yangu ilishapita. Yaani mimi mambo maisha nichanganye birthday nichanganye. Sinaga mimi mke wangu. Ila una kumbukumbu. Umejuaje? Naona kuna mtu kakuposti hapa. Anaitwa Fatime. Fatime? Si hapa. Huyu ni ule mteja wangu ambaye kwa nasumbua unaona mazoea ya kijinga. Kwa sababu postie mtu basi bila ridhaa yake. Huyu bwana. Yaani watu wengine wana mazoea ya kijinga. Wewe mtu umezoeana naye kwenye kazi, unakuja unamposti birthday. Kwa misingi ipi? Kwa kipi? Lakini sio mbaya. Hapa duniani kila mtu ana tabia yake. Mwingine akishakuwa na rafiki na mtu basi anakuwa anajiona yuko huru kufanya chochote. Lakini sio kumposti mtu birthday. Yaani unajua kumposti mtu mpaka ridhaa yake mwenyewe. Umeona? Afadhali ingekuwa umeposti wewe hapo, lakini kazi ngumu. Ngoja nitampigia nitamwambia bwana ulichokifanya bwana sio sawa. Sawa ni simple kupost lakini sio hivyo. Sio mbaya gani wateja wengine wapituka mipaka mpostije mtu birthday bwana mtu ampostie birthday. Mimi mwenyewe sikumbuki kujiposti anajiposti. Mambo gani sasa? Bwana. Mke wangu sasa mimi sina muda tena hapa, ngoja niende kazini hapa. Tutaonana baadaye. Au sema sawa. Haya poa. Ni posti mke wangu.
Wanaosema vumilivu hula mbivu, mi huwa siamini. Mukari jamani, hata kupigia hodi basi. Karibu. Yaani kidogo at least ungekuwa ni mtu mwenye maana ningegonga hodi. Hivi Fatime, kwa nini wewe? Yaani kwa nini kila siku ni kwa nini yani? Kwa nini kila siku nikwambia hili neno kwa nini? Hizo jambo moja. Yaani leo ngoja nikuvunjie uvivu wote wa muda mrefu. Hizo kwa nini? Uniuliza maswali kila siku kwa nini? Hizo kwa nini zote mimi nimezichoka. Wanipata mzaini Nimechoka. Sawa, nakuuliza kwa nini ya mwisho. Kwa nini umeniposti Facebook? Sio kwa nini. Nishachoka hizo kwa nini. Sasa kuanzia leo utanijibu jibu moja. Aiza unioe au niache. Utachagua wewe. Leo nipo serious leo. Naona sasa umekuwa na ujasiri wa kunijibu mimi chochote wakati wowote vyovyote na hujali chochote. Sijali chochote na leo nakueleza yani leo nitakueleza kila kitu. Kwa sababu wewe ni mwanaume gani ambao uelewi kila siku wapanga waje waondoka. Ukija nicheke. Ni uongo. Kwa leo utachagua. Hapa ukiondoka nipe jibu moja. Leo Fatime nimekuacha. Najua nazika unasafirisha. Kwa nini nataka nikuache? Niache. Shachoka maisha haya. Uko serious na nini? Nipo serious, niache. Yaani mimi nashindwa kuelewa. Yaani sijajua ni kitu gani kinakupa kiburi. Sijajua. Sijui ni nani anakupa kiburi. Ninataka mwanaume wa michezo kila siku. Sawa, tufanye basi hivi, vita umeshinda. Nimeshinda. Mimi nitafanya unavyotaka. Unatakaje? Nioe. Brother, na shida na simu yako, mara moja nataka nipige hapo. Simu. Halo, assalamu alaikum. Waalaikum salam. Salama, vipi hali? Samahani, naongea na? Samahani, simu kaisahau. Mimi hapa ni mkewe, unaweza kuniagiza tu. Sawa, mimi nilitaka tu kumpigia, nilikuwa namsalimia. Sawa, lakini samahani dadangu, naomba nikuulize. We ni yule mteja wake? Hapana, mimi sijampa kazi hiyo. Ni rafiki yake tu. Basi akija mwambie nilimpigia. Sawa, asante.
Sina, nimekumbuka. Mwenzangu kaja kuchukua simu bila hata kuniambia. Simu. Nimekuja hapo nimekuta una swali, kwa hiyo sikutaka kukubuguzi mtu wangu. Nikaona simu iko chaji hapo nichukue na ndoke nayo. Simeniogopesha, nikasema nyumba, lakini sikuwaza sana. Nikasema kwa vile nyumba ingi watu wengi lazima itakuwa na wewe. Please. Lakini mbona kama uko saa siku mbili zima? Mimi niko sawa mke wangu. Unaonaje? Niko sawa, kama shida. Hapana. Hauko sawa. Kweli kabisa. Unajua mimi ni mwenzio. Yaani ukiwa na mabadiliko yoyote na mimi lazima nakushtuka. Kwa kila nikikuangalia una shida. Kwa sababu wewe sio kawaida yako kusahau simu nyumbani. Yaani leo mpaka umesahau simu, nikasema Mungu kweli kavuruga. Una shida gani? Hamna bwana. Au ni ile kazi yule mteja wako ndio inakuvuruga? Yule kazi yake nilishaimaliza, mbona sio na sasa hivi hata asumbui kupiga simu na nini. Sasa maliza naye yule. Apige kati leo mchana ulipo sauti simu ndio kapiga. Alipiga kumbe? Ndio kapiga. Ulipokelea? Asemaje? Lakini nilikuwa kila anapomuongelesha simsikii kwa. Sikujua anataka nini. Yule mimi kazi yake nishamaliza naye. Sasa piga simu ya nini? Wewe naye. Huyu hapa tena anapiga. Vipi? Sister, mimi na yeye kazi yako tumeshamalizana. Sasa kinachonifanya unipigie simu saa hizi ni nini? Na unajua mimi ni mume wa mtu na saa hizi ni usiku. Niko na wife hapa, unataka afikirieje dadangu? Sawa, hata kama ni mazoea, lakini mazoea yalikuwa ni kazi siishaisha dadangu. Mimi sijasema kwa ubaya, kwa sababu wewe ni mteja wangu na naamini unaweza ukaniletea wateja wengine. Lakini kwa utaratibu ambao unaufanya sio mzuri kwa kweli, kwa sababu mimi ni mume wa mtu na niko nyumbani hapa. Umeona, niko nyumbani na wife yupo. Kwa hiyo hizi simu zitaleta taswira mbaya. Kwa mimi naomba dadangu simu ziwe na mipaka, si tuwasiliane kwenye kazi tu, mambo mengine tuachane nayo. Kila la heri. Imebidi nimwambie hivi mke wangu, kwa sababu bila hivyo tusingeelewa. Hasa mtu apiga simu bila mipaka, bila sababu za msingi, simu tu. Mungu. Unamwongelesha hivyo mdada wetu, sasa atajisikia vibaya. Ni kweli mambo ya kazi, lakini sio kupiga simu kwa muda anaotaka yeye. Mimi ni mtu na sheria. Kwa mimi simpigii simu kasi sinajua kabisa yeye atakuwa na bwanake. Bwana mambo mengine. Lakini ni mteja wako, unatakiwa kuishi naye hivyo. Mimi natoka nenda dukani mara moja. Kuna mkaangalia vocha pale. Sasa hizi sijui itakuwa kashafunga yule. Ngoja niende mara moja, wasemaje? Wanaosema vumilivu hula mbivu, miwa siamini. Upande wangu ni maumivu yaliyokithiri moyoni. Utu wangu na utulivu unanitokea puani. Nimechoka kuwa mbivu
nataka kutoka utumwani. Msichana, mambo? Poa, vipi? Safi za siku. Salama. Umeshanikumbuka? Hapana, sijakumbuka. Na wewe tulikutana juzi hapo nyuma kichochoroni na mumeo. Wewe si ni mkaza Karimu? Ndio. Mke wa Konde? Mkaza Konde? Si ndio tulikutana pale juzi. Na nilipomuuliza yeye ni nani akaniambia ni mkaza Konde. Ndio alivyokuambia. Basi tusiongee mingi hapa. Wewe nipe namba yako. Alafu tutafutane kwa kituo sehemu ile tulia mimi na wewe. Nikupe mambo yote ya mumeo. Naomba namba yako ya simu. Si unajua sisi wanawake. Kwa hiyo sitakuficha lolote. Wewe nenda karushe movie na mimi ndaangalia movie. Bye. Asante. Haya. Ni mtumwa wako sawa, ila sasa nataka uhuru. No. Kuna kitu nataka nikuulize cha kichokozi. Lakini niahidi utaninunia. Wewe kama umepanga uniuzi, mimi nitakasirika kweli. Lakini kama ni swali sawa, endelea. Na ukinikasirikia shonde lako muda gani? Mimi bwana, shonde langu kwa uchache ni miezi 3. Mimi naomba ninunie 5. Swali langu liko hivi. Hivi mume wangu, humu ndani kwetu pamoja na mimi mwenyewe, kuna kitu gani ambacho nakiona kina mapungufu kwako? Yaani labda ambacho mimi ninatakiwa kufanya au mimi natakiwa kuwa nacho, pengine mume wangu kanaona labda kwangu na mapungufu. Vitu gani? Sijakuelewa umemaanisha nini, lakini kwa hivyo unavyosema kwamba kuna kitu na kikosa au kuna kitu kimepungua, hapana. Na labda tu nikwambie, nikutoa wasiwasi mke wangu. Yaani katika vitu 100 ambavyo umebarikiwa na Mwenyezi Mungu, basi mimi kwako navipata vyote 99. Kasoro hichi. Kitu kimoja hicho Hicho kimoja ni usingizi. Na usingizi ndio naokosa kwako mke wangu. Kwa sababu usingizi kwako. Yaani nisipokuona sipati usingizi, au siku ukiondoka sipati usingizi. Hicho tu ndo nakikosa, lakini vyote navipata. Muongo. Kweli. Sasa hapa nimecheka kwa sababu tu ya majibu yako, lakini mangu namba ujaribu kwa serious. Mimi kweli anakuuliza nikiwa nimemaanisha. Nahitaji kujua, yani kama kuna kitu chochote nakikosa kutoka kwangu, huenda naweza kukirekebisha. Yaani ukawa unakiona labda kama ni mapungufu, lakini mwenzao ikawa anaweza kukirekebisha. Au vitu vingi sasa hivi vinatengenezeka. Kwa natamani kama kuna chochote nakikosa kwangu mume wangu, naomba niambie. Mke wangu, sijajua hasa point yako iko wapi. Hebu niambie shida nini, labda umewaza nini kusema hivyo? Unajua mume wangu, dunia sasa hivi wanaume walio wengi hawezi kuishi na mke mmoja. Yaani 1% kubwa nimejaribu kuangalia vijana wengi sana huko. Hakuna mwanamume anaweza kuishi na mwanamke mmoja. Isipokuwa wengi wanaigiza. Yaani ndani anakuwa na mwanamke mmoja lakini nje ana wanawake hata 2 au 3. Sasa mimi nikawaza, huenda naye pia uko humo. Mke wangu bwana. Au umesema hivyo kwa sababu baada ya kuona ni Blas kaongeza mke wa pili? Sina maana hiyo. Ela tu nimekuuliza
nataka nikupe fursa mume wangu. Kama kuna mwanamke yote namuelewa, mimi ningeomba muoe. Kwa sababu yani unakuta wewe unaweza kanongopea mimi kama huna mwanamke. Simaanishi kama unaye, sio kanifikiria vibaya. Yani watu wanavyofanya. Mimi nikaamini kwamba huna mwanamke, lakini kumbe kuna mwanamke umempangia, unamlipia kodi, unamlipia mabili, alafu kibaya zaidi cha mwanamke wa nje mume wangu. Mimi si unaweza kanipa kidogo nikaridhia, lakini hawezi kuridhia na kile kidogo. Kwa ndo maana nimejaribu kukaa nikawaza, nikaona huenda naye pia ni mmoja kati yao. Kwa ili usiendelee nisikukate kiu yako, au usiendelee kuingia gharama kubwa zaidi mume wangu, ni bora uoe. Kwa sababu utakapooa, kile kidogo ambacho naniletea mimi, nikiwa ninajua kwamba kuna mwenzangu, nitakigawa vizuri, tutatumia mimi na mwenzangu. Lakini amini usiamini, kama yupo nje, hawezi kuwa anaridhika ukimpa kidogo. Kiukweli mke wangu bwana, mimi nisikufichi. Yaani mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Ni kweli ni sheria sawa kuoa mwanamke mwingine mmoja, wawili, watatu, dini imetuambia 4, lakini kwa mimi sije kufikiria kitu kama hicho. Alafu kwa maisha gani basi tulokopo nao mke wangu? Basi umeona kipato chenyewe ndio hichi. Nije nijiongeze tena majukumu ya kuongeza. Hiyo haiwezekani bwana mke wangu. Na kuhusu vimadamada vya nje hivi, mimi sio vitu zangu kabisa. Kwanza kazi yangu wenyewe ni kimada tosha. Yaani kabisa hata niongeze kimada. Haiwezekani bwana mke wangu. Wala sije ukafikiria hicho kitu. Siku kitokea nahitaji kuongeza mke, basi nitakwambia mke wangu bwana, sasa niongeze jimbo, nikupandishe cheo. Kupandisha cheo vipi? Maana unakuwa mke mkubwa, mwenzako anakuwa mdogo. Mimi nimekupa fursa, lakini nikija nikigai sio kanilao. Hiyo fursa mimi naitaka sana, lakini sio kwa kipindi hichi. Niache kwanza nipate hela. Wewe niombee dua tu nipate hela nyingi. Afu ndo nakwambia mke wangu, ile fursa nipe. Mimi nangeke sasa hivi na hela kujua mwanangu hela hapo. Nani wewe? Ndio hivyo mke wangu. Kwa nini ameongelea haya? Itakuwa ameona kitu gani? Au amegundua nini? Anadhani sijui kinachoendelea. Nimwambie? Hapana. Wacha niwe na subra. Himshe